Mheshimiwa Rais, mradi wa ujenzi wa nyumba wa 711 katika eneo la Kawe unaotekelezwa na Shirika la Nyumba la Taifa kwa maana ya National Housing Corporation ulizinduliwa mwaka 2014 kwa gharama ya shilingi bilioni 105.11. Hata hivyo, mradi huo ulisitishwa mwaka 2018 baada ya kufikia asilimia 25 ya utekelezaji kutokana na ucheleweshaji wa malipo kwa mkandarasi. Mnamo mwaka 2022 baada ya National Housing kulipa baadhi ya madeni ya awali, mkandarasi aliwasilisha madai ya nyongeza ya shilingi bilioni 49.09. Madai haya yalihusisha gharama za ucheleweshaji, mabadiliko ya kazi na athari za mfumuko wa bei. Bodi ya wakurugenzi wa National Housing iliridhia madai hayo mnamo Desemba 2023 na hivyo kuongeza gharama za mradi kwa asilimia 47. Ili kuepuka changamoto kama hizi katika miradi ya baadaye, National Housing inapaswa kuhakikisha upatikanaji wa uhakika wa fedha kabla ya kuanza utekelezaji wa miradi. Miradi ya ubia iliyosimama kwa miaka 11 hadi 27 bila kukamilika. Ukaguzi umebaini kuwa miradi 24 ya ubia iliyoanzishwa na Shirika la Nyumba la Taifa National Housing Corporation imekwama kuanzia miaka 11 hadi miaka 27. Licha ya kwamba mikataba yake ya awali ilihitaji iwe imekamilika ndani ya miaka 2 hadi 3. Pamoja na changamoto hizi, National Housing ilisaini mikataba mingine 20 ya ubia katika mwaka wa fedha 2023-2024. Hatua inaongeza idadi ya miradi ambayo haijazalisha faida wala kuleta matokeo yaliyokusudiwa. Usimamizi usioridhisha utekelezaji wa miradi hii umesababisha rasilimali za shirika ikiwemo ardhi, majengo na fedha kuzuiwa katika miradi ambayo haichangii mapato. Hali hii inahatarisha ukuaji endelevu wa shirika na kuathiri matumizi bora ya mali zake. Mheshimiwa Rais, ili kukabiliana na hali hii, National Housing inapaswa kuandaa mkakati madhubuti wa kukamilisha miradi iliyokwama, ama kwa kuitekeleza yenyewe au kwa kuwawajibisha wabia ili waendeleze ujenzi. Aidha, mikataba ya ubia ijayo inapaswa kuwa na masharti mahususi ya kuwabana wabia wasiotekeleza majukumu yao, ikiwa ni pamoja na kulipa fidia ya hasara inayopatikana kutokana na ucheleweshaji huo. Katika mwaka wa fedha 2023-2024, balozi 43 za Tanzania ziliidhinishiwa bajeti ya shilingi bilioni 161.01. Lakini hadi kufika mwisho wa mwaka zilitolewa shilingi bilioni 149.89 sawa na asilimia 92. Na zilitolewa kwa kuchelewa kwa wastani wa mwezi mmoja kwa kila malipo. Ucheleweshaji huu uliathiri utekelezaji wa majukumu muhimu ya balozi kama kulipa kodi, ada za shule, gharama za uendeshaji na posho. Mfano, balozi wa Tanzania Beijing ulilipa faini ya shilingi milioni 42.39 kutokana na kuchelewa kwa fedha kutoka wizarani. Mheshimiwa Rais, ninapendekeza serikali itengeneze mpango madhubuti wa kutenga na kulinda fedha zinazopangwa kwa ajili ya balozi zetu kwa maana ring fenced, ili kuhakikisha zinapewa kipaumbele na kutolewa kwa wakati. Utoaji wa fedha kwa wakati ni muhimu kwa kudumisha utoaji bora wa huduma za kidiplomasia na kuhifadhi taswira ya nchi yetu kimataifa huko nje. Nimebaini kuwa vivuko 32 vinavyomilikiwa na TEMESA havikukidhi matakwa ya kiusalama majini. Vivuko hivi havikuwa na vyeti vya usalama majini kwa maana seaworthiness certificates, na pia baadhi ya vivuko havikusajiliwa na Shirika la Uwakala wa Meli Tanzania. Kutokana na vyeti vya usalama majini kutokuwa na vyeti vya usalama majini kunamaanisha kuwa vivuko hivyo havikidhi vigezo vya kiusalama vinavyotakiwa kwa vyombo vya majini ili viweze kusafiri bila matatizo. Mheshimiwa Rais, ufuatiliaji hafifu wa ubora wa dawa za tiba asili. Katika ukaguzi wa ufanisi kuhusu udhibiti wa tiba asili na tiba mbadala, nimebaini kuwa Baraza la Tiba Asili na Mbadala TAHPC halina mfumo endelevu wa ufuatiliaji wa ubora wa dawa za tiba asili. Tangu mwaka 2021 hadi mwaka 2023, ukaguzi wa dawa kwenye soko umefanyika mara 2 pekee, ikiwa mbali na mapendekezo ya mwongozo wa Shirika la Afya Duniani unaosisitiza usimamizi wa mara kwa mara wa dawa za tiba za asili. Kukosekana kwa ufuatiliaji thabiti kumesababisha dawa nyingi kuuzwa bila kufanyia upimaji wa ubora na usajili rasmi. Hali hii inaongeza hatari ya afya kwa umma. Waganga wengi hawajasajili dawa zao kutokana na gharama kubwa za usajili na kukosekana kwa uelewa kuhusu mchakato wa kuthibitisha ubora wa dawa zao.